Hii ni taarifa ya habari kutoka Ilolo TV. Na huu ni mtasari wake. Urusi yaongeza mashambulizi Ukraine. Rais Ramaphosa kikangoni ikulu ya White House. Israeli yazidi kuchafukwa mashambulizi Gaza. Taarifa kamili. Hadi leo tarehe 23 Mei 2025, vita kati ya Ukraine na Urusi inaendelea kuwa na mivutano mikubwa na maendeleo mapya katika nyanja za kijeshi na kidiplomasia. Urusi imedai kuangusha zaidi ya ndege zisizokuwa na rubani 150 za Ukraine, ikiwa ni pamoja na zaidi ya ndege 20 zilizolenga Moscow. Mashambulizi haya yamesababisha kufungwa kwa viwanja vikuu vya ndege vya Moscow. Aidha, Urusi ilirusha kombora la Iskender katika eneo la Dnipropetrovsk nchini Ukraine na kusababisha uharibifu mkubwa. Mapigano makali yanaendelea katika maeneo ya Sami na Kharkiv. Katika Sami, Urusi imefanya uvamizi wa mipaka na kusababisha kuhamishwa kwa wakazi zaidi ya 56,000. Katika Kharkiv, Urusi inaendelea na mashambulizi kuelekea mji wa Kupiansk ikijaribu kuimarisha udhibiti wake katika eneo hilo. Mazungumzo ya amani. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza kuwa Urusi iko tayari kwa mazungumzo ya amani, lakini anasisitiza kuwa Ukraine lazima isitishe usambazaji wa silaha kutoka magharibi na kusitisha uhamasishaji wa kijeshi. Hata hivyo, hakuna mazungumzo mapya ya moja kwa moja yaliyopangwa kati ya pande hizo zote mbili. Hata hivyo, nchi za G7 zimeahidi kuendelea kuzuia mali za Urusi hadi vita vitakapomalizika na kusaidia katika ujenzi upya wa Ukraine. Umoja wa Ulaya pia umeidhinisha mpango wa mkopo wa euro 150 bilioni ili kuimarisha uwezo wake wa kijeshi na kusaidia Ukraine, hasa baada ya Marekani kusitisha msaada wake wa kijeshi. Ukraine imethibitisha kuwa Urusi imewateka watoto 19,546 kutoka maeneo yaliyovamiwa. Marekani imetoa azimio likitaka watoto wote warejeshwe kabla ya kufikiwa kwa makubaliano yoyote ya amani. Kwa mtasari tu, vita kati ya Ukraine na Urusi inaendelea kuwa na athari kubwa za kijeshi, kidiplomasia na kibinadamu. Licha ya juhudi za kimataifa za kusuluhisha mzozo huu, hali bado ni tete na isiyotabirika. Tuelekee ikulu ya White House. Mnamo Jumatano tarehe 21 Mei mwaka 2025, Rais wa Marekani Donald Trump alimkabili Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa katika ikulu ya White House kwa madai ya mauaji ya kimbari dhidi ya wakulima weupe wa Afrika Kusini, madai ambayo yamekanushwa mara kwa mara na wataalamu na serikali ya Afrika Kusini.
Katika mkutano huo wa hadhara, Trump aliwasilisha video na makala za magazeti akidai kuwa zinaonyesha ushahidi wa mauaji ya wakulima wa asili ya Afrikaners. Mojawapo ya video hizo ilikuwa ni wimbo wa kisiasa unaoimbwa na kiongozi wa upinzani Julius Malema unaojulikana kwa maneno Kill the Boer, wimbo ambao umekuwa na utata kwa miaka mingi nchini Afrika Kusini. Trump pia alionyesha picha za misalaba myeupe akidai ni kumbukumbu ya wakulima waliouawa, ingawa Ramaphosa alionekana kushangazwa na kusema hajawahi kuona picha hizo. Hata hivyo, Rais Ramaphosa alijibu kwa utulivu akieleza kuwa Afrika Kusini ina mfumo wa demokrasia ya vyama vingi na kwamba serikali yake haikubaliani na matamshi ya chuki au sera za ubaguzi wa rangi. Alisisitiza kuwa kiwango cha uhalifu nchini humo ni cha juu kwa ujumla na waathirika wakuu ni watu weusi na maskini, si wakulima weupe pekee. Ramaphosa alieleza kuwa serikali yake inapinga vikali tabia zinazodaiwa na Trump. Mkutano huo ulifanyika katika mazingira ya uhusiano uliovurugika kati ya Marekani na Afrika Kusini. Trump alikuwa tayari amekata msaada wa kifedha kwa Afrika Kusini kuidhinisha hifadhi ya wakimbizi kwa Afrikaners wachache na kukosoa Afrika Kusini kwa kuwasilisha kesi ya mauaji ya kimbari dhidi ya Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki. Nchini ya Afrika Kusini, mkutano huu ulizua hisia mseto. Wengine walimpongeza Rais Ramaphosa kwa utulivu wake, huku wengine wakiona kuwa hakupaswa kujihusisha na mkutano huo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Afrika Kusini, Crispin Fili, alitetea mwenendo wa Ramaphosa akisema kuwa ni muhimu kwa viongozi kujadili masuala hata kama ni magumu. Aidha, mkutano huu uliangazia tofauti kubwa za kisera na kiitikadi kati ya viongozi hao wawili na kuonyesha changamoto za kidiplomasia kati ya Marekani na Afrika Kusini katika kipindi hiki. Sasa tuelekee kwingineko, tukiangazia ukanda wa Gaza. Hadi leo tarehe 23 Mei 2025, hali katika ukanda wa Gaza inazidi kuwa mbaya zaidi kutokana na mashambulizi ya kijeshi ya Israeli, hali mbaya ya kibinadamu na shinikizo la kimataifa hapa nchini. Aidha, mashambulizi ya anga ya Israeli yamesababisha vifo vya angalau watu 85 katika Gaza. Maeneo kama Jabalia na Beit Lahia yameathiriwa vibaya, huku raia wakilazimika kuhama kwa wingi. Israeli imewaagiza wakazi wa kaskazini mwa Gaza kuhamia kusini, ikijiandaa kwa mashambulizi zaidi. Shirika la Afya Duniani WHO limeripoti kuwa mfumo wa afya wa Gaza uko katika hali hatari, huku hospitali kadhaa zikilazimika kufunga huduma kutokana na mashambulizi na ukosefu wa rasilimali. Upatikanaji wa misaada. Baada ya wiki kadhaa za kucheleweshwa, Israeli imeanza kuruhusu misaada kuingia Gaza. Hata hivyo, misaada hiyo bado haitoshelezi mahitaji ya wakazi. Kwa mfano, katika siku za hivi karibuni malori 100 tu ya misaada yameingia, ikilinganishwa na malori 500 yaliyokuwa yakiingia kabla ya vita.
Maandamano ya ndani nchini Israeli. Waandamanaji wamekusanyika Tel Aviv wakimtaka Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuachia madaraka na kutaka kurejeshwa kwa mateka walioko mikononi mwa Hamas. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez yuko Istanbul kwa mazungumzo na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, wakijadili njia za kusitisha mzozo na kuruhusu misaada kuingia Gaza kufuatia mapendekezo ya muungano wa Umoja wa Kimataifa. Mapendekezo ya kusitisha mpango wa vita. Waziri Mkuu Netanyahu ameonyesha utayari wa kusitisha mapigano kwa muda ili kuruhusu kuachiliwa kwa mateka walioko mikononi mwa Hamas. Hali ya Gaza inaendelea kuwa mbaya huku mashambulizi ya kijeshi yakiongezeka na hali ya kibinadamu ikizorota. Juhudi za kimataifa zinaendelea kushinikiza kusitishwa kwa mapigano na kuruhusu misaada kuingia, lakini mafanikio bado ni haba. Kufikia hapa hatuna la ziada. Usiache kututazama Ilolo Online TV. Vile vile usiache kututembelea kwa mitandao mingine ya kijamii kama X, Instagram na Facebook kama Ilolo TV. Vile vile usiache kusubscribe YouTube channel yetu ya Ilolo TV ili uwe kwanza kupata kila habari kutoka kwetu. Na kufikia hapa sina la ziada. Ni mimi Captain Tanzania wa Ilolo TV.